Zaka twende direct kwenye maisha yako ya ofisa habari. Watu wanafahamu Zaka ni ofisa habari wa Azam, lakini hawafahamu historia ilikuwaje mpaka unafika kwa ofisa habari wa Azam FC. Na nimeingiaje Azam FC? Mimi ni mwandishi. Mwandishi wa habari, nimekuwa nikiandika ya fulani hapa katikati. Ni kizazi fulani cha katikati hapa. Sio kizazi kikongwe sana. Kuna wakati Azam wakawa wanahitaji mtu kwenye nafasi hii. Aliyekuwepo kaka yetu Jafaridi Maganga alikuwa anataka kupumzika, fanya kazi kwa muda mrefu sana tangu klabu imepanda ligi kuu, yeye alikuwepo. Kwa hiyo baada ya miaka mingi sana akaona apumzike. Kwa hiyo tafuta mtu ambaye anaweza kafit in. Ndio nikapatikana mimi. Ndio niko hivyo. Nikaa nimeingia. Ulishawahi kuwaza labda kuwa ipo siku au uko na ndoto za kuwa za kuja kufanya kazi kama hii? Hapana. Nilikuwa najiona naweza nikafanya kazi kwenye mpira. Yaani kwenye taasisi ya mpira kama iwe klabu au mamlaka zingine za kimpira hivyo au michezo kwa ujumla. Sikuwahi kuwaza nafasi fulani, lakini kwamba ningeweza siku moja kufanya kazi kwenye mpira, na imekuja kuangukia hapa. Na bado naona nina nafasi nyingine, yani sio kwamba hii nafasi ndio kwenye mpira naweza nikaitumikia hii tu muda mrefu. Sio hata sioni kama na siku nyingi mbele kwenye nafasi. Lakini nadhani naweza nikafanya kitu kingine kwenye mpira kwa miaka mingine. Kwenye capacity nyingine yoyote ile. Nadhani naweza nikafanya hivyo. Na najiona kabisa naweza nikawa huko. Unaweza kukutegemea hata ukocha baadaye? Kocha not really. Mimi kocha je? Ni kocha. Specific kuifanya kazi yani ukocha kama kazi yangu, sijioni huko. Najiona maeneo mengine hasa ya kiutawala, lakini sio ya kiufundi sana kama hayo. Okay. Unaanza kazi ambayo hukuwahi kuifikiria, na kwa mara ya kwanza kitu chochote kigeni kina changamoto ambayo unakutana nayo. Kitu gani cha kwanza ambacho unakutana nacho kama changamoto kwa kwamba unasema hii sitakani sahau? Kutoka kuwa mtafuta habari kuja kuwa chanzo cha habari. Hiyo ilikuwa changamoto kidogo, kwa sababu nilizoea mimi na wahoji watu tu na hivyo, alafu mimi ndio nakuja kuhojiwa sasa. Ndio maisha yamekuwa hivi. Unafahamu? Alafu mimi nilikuwa nimezoea sikaacha kuandika, kuelezea mambo kwa kina sana. Sasa nikajikuta nakuja kuhojiwa na mwandishi wa habari, alafu nachambua tena. Sio tena natoa habari, nachambua. Unajua? Kwa hiyo ilikuwa changamoto sana kwanza kuweza kusimama kwenye kila ambacho nataka kukifanya zaidi. Au unakuta unajua na mwandishi afu mbona haniulizi swali hili ambapo hili nitakiwa swali lake likikuwa hili. Yaani najiona kama ningekuwa mimi mwandishi hapa ningeuliza hili. Alafu mtu haniulizi tu mpaka nataka kumaliza interview inabidi tena nidakie mimi mwenyewe huko wakati mwingine. Kwa hizo changamoto ambazo zilikuwa ndogo sana, of course, lakini kikubwa kuliko vyote ni nasema ukitoka kwa mwandishi kama nilivyo kwa mimi ambaye niko huru sana kuelezea chochote ninachoweza kukiona. Sasa ukishakuwa huko tena unakuwa mwanafamilia. Kuna vitu utakiwa kusema. Unafahamu? Utakiwa kumlalamikia muamuzi kama mechi imeenda, hata kama umeona kabisa kulikuwa na kosa limefanyika, lakini utakiwa kulalamika. Wewe mwanafamilia utakiwa kusema na vitu vingine, yani mipaka ile. Ndio hiyo imekuwa changamoto ambayo hiyo mpaka leo. Yani kuna wakati najisahau. Nimeshafungiwa, shapewa maonyo mengi sana. Nakiri bwana nimekosa ndugu zangu, tumsamehe. Nimesahau. Mizuka. Kwa hiyo iko hivyo. Hizo changamoto kama hizo ndo zipo kazini. Okay. Kwanza ile situation ya kufungiwa ilikuwaje? Too bad. Iliniumiza sana kwa sababu nilifungiwa katika kipindi ambacho tulikuwa tunakwenda kwenye mechi ya kimataifa. Tulikuwa kwenda Libya. Half baada kule mechi tukapoteza, tulifungwa 3 kule. Itakiwa tuje na kampeni kubwa sana kwenye mechi ya marudiano, kumobilize mashabiki, kutengeneza ari kwa watu, kuamini kwamba tunaweza kupindua meza. Alafu ndo nimefungiwa sasa pale. Na nilikuwa naona kabisa natakiwa mimi niongoze hii kampeni. Alafu nimefungiwa. Kwa wakati mgumu sana kwa kweli. Baada ya pale kukawa na tamasha. Tufanya tamasha letu la Azamka. Wenyewe pia nikawa tena niko kwenye bani, siwezi kuliamsha mtaani, unajua.
Kwa hiyo ilikuwa kipindi kigumu sana wakati ule, lakini ishapita hiyo. Yeah. Lakini watu ambao wana labda tuseme wameanza kufuatilia soka hivi karibuni na wakawa hawajapata historia ya wewe kufungiwa, unaweza ukawahadithia kidogo ilikuwaje na ulifanya nini au uliongea nini? Tulikuwa tumetoka kucheza mechi na Tanzania Prisons. Tulipoteza ule mchezo. Mwamuzi hakuwa ugenini Mbeya, ilikuwa Mbeya. Kwa hiyo mimi niliona mwamuzi hakutendea haki. Kutendea haki kabisa ile mechi. So nikakata matukio yale yote ambayo mwamuzi hakutenda haki, nikawa na ya post yale matukio, unajua. Kwa hiyo ndo afu nilikuwa hash sana, unajua. Nilikuwa na attack sana. Kwa hiyo ikawa too much. Hata mwenyewe nilikuja kuona nilikuwa hivyo, baada ya akili kutulia. Unajua kuna wakati mihemko inakuwa alafu jasho linapoa. Unakuja kuona kumbe hapa sikutakiwa kufanya hivi, nilikuwa nimeenda mbali sana ya. Kiukweli nilikuwa nimekosea. So kama bodi ya ligi ilikuwa imenionea, na kwa sababu ishanionya sana kabla ya pale. Kwa hiyo nikakubali kwamba hapa, kwa sababu mpaka siku hukumu inatoka, mimi sasa nilishapoa jasho. Damu ishatulia. Ndio naanza kuona hivi kumbe afu ndio hukumu inatoka. Lakini ndio hivyo ishapita. Sawa. Kuna mtu mmoja nilishawahi kuzungumza naye akasema yani watu wa mpira wengi lazima wawe wana timu. Kati ya Simba lazima tu atakuwa na timu moja wapo. Niambie, ulikuwa mwandishi sawa, sitamani kufahamu ulikuwa timu gani, lakini ulikuwa na mapenzi na Azam? Mimi hata kuja kwangu Azam ni kwa sababu waliona na mapenzi na Azam. Sikuja kwa maana kwamba ilitokea tu bahati mbaya. Azam nimekuwa nayo muda mrefu sana. Yaani kuja kuwa nafanya kazi kwenye idara ya habari ya Azam FC ni baadaye sana. Lakini nimekuwa na Azam miaka mingi nyuma. Nimekuwa nikifanya nao kazi undercover. Katika maeneo mengi tu nimekuwa nao muda mrefu sana. Niko nao. Mimi tangu uwanja unajengwa mimi niko nao Azam. Tangu siku ya kwanza unaangushwa mti mkubwa hapo, watu wakuepo 2010. Tuko hapa wote hivi tunakwenda. So nilikuwa hivyo, nilikuwa mwandishi lakini nilikuwa nafanya nao kazi kwa karibu sana. So wakaniona huyu familia. Maisha ya ndani ya Azam sasa, nje watu wanaona Azam ni timu tajiri, Azam ni timu yenye kila kitu. Wewe uko ndani ya Azam, Azam ni timu ya aina gani? Kwanza kuna notion hiyo ya Azam timu tajiri. Ni kwa sababu timu ya tajiri. Unajua uweze kutofautisha mtoto wa bosi, wakati mwingine watu wanamwona naye bosi tu. Mfahamu? Wanasema hata mbwa wa bosi ni bosi wa mbwa wengine. Unafahamu? Kwa hiyo sawa, sio kitu kibaya na inafanana kuitwa hivyo, sio? Hata ukiona klabu yenyewe inafanana na hilo jina. Lakini Azam ni a low profile club kama ilivyo wamiliki wa Azam yenyewe. Unajua hii timu inamilikiwa na kampuni ya SSB Said Salim Bakhresa, ambayo ni kampuni ya familia ya Bakhresa. Familia ya Bakhresa ni a low profile family. Kama kuna watu wamesha kumuona Bakhresa, basi wengine wamekuja kumuona ukubwani sana na baada ya kuwa na TV labda hivyo lakini watu walikuwa muone. Hata wengine wanajua majina labda wana familia wengine wa Bakhresa, lakini wanaweza kujua baba majina wakawajua watu wawili tu. Wanaweza wanajua majina yao lakini fulani huyu ni fulani, huyu fulani wanaweza wasiwajue sana. Low profile. Kwa hiyo hata Azam FC ni klabu ya hivyo. Lakini ni klabu ambayo inajali sana weledi, inataka kubadilisha kitu kwenye mpira wa Tanzania. Ninaweza kuonesha hata labda tutaka kuona mission ya klabu, utakuja kuona pale mission ya klabu. Mipango ya klabu. Young talent to bring success on the pitch for its supporters and awareness. Hivyo vitu hivyo kama. Kwa hiyo unaona developing young talent. Kuendeleza vipaji chipukizi, na ndio tunachokifanya. Sisi tulianza na project ya academy. Unajua watu waelewe hata hii ligi under 20 inaitwa ligi under 20 sasa hivi. Hii ligi ni brain child, yani ni wazo la Azam FC. Hicho kitu akijazungumza vya kutosha. Ni hivi, Azam baada ya kuanzisha academy hakukuwa na timu yenye academy. Azam ilikuwa na academy. Sasa wale watu wa academy wanafanya nini? Yani wanacheza wapi? Likabidi kupeleka wazo TFF ianzishwe ligi ya vijana ili hawa vijana wake wapate sehemu ya kucheza.
Kwa hiyo timu zingine zenyewe zio na ligi ya zianzishe timu za vijana ili vijana wapate kucheza. Na hiyo ligi kwa mara ya kwanza ikadhaminiwa na kampuni ya Uhai, maji ya Uhai, na wakati Uhai Cup yale mashindano. Ilikuwa kwa sababu mamlaka za mpira TFF walikuwa hawawezi kuanzisha mashindano, hakuwa na uwezo wa kifedha. Kwa kampuni ikasema sisi tutadhamini ili watoto wacheze, kwa sababu sisi tunataka watoto wetu wacheze. Ndio kisa kuanzisha ligi ya vijana. Kwa hiyo Azam imekuwa na maono hayo tangu zamani. Na hata ukiangalia wachezaji ambao wapo wanacheza mpira sasa hivi, asilimia kubwa wengi sana wampitia Azam FC, kutoka Azam hata timu ya taifa na wapi. Kwa hiyo ni mission ya Azam FC, ni kitu ambacho kipo kwenye wazo mama la kuanzisha Azam FC. Hapo kwa tunaendelea kwenye hii team. Azam ina competitors kwenye msimamo wa ligi, na moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa sana, hata wewe nadhani umeshawahi kukisikia mtaani, ni kwamba Azam inaonekana ina kila kitu. Why haiwafikii hawa walio juu yake? Kuna haja ya kupata tafsiri ya kila kitu maana yake nini kwenye mpira. Nadhani watu wakisema tu Azam ina kila kitu alafu wanaishia hapo wanakuwa hawaitendea haki Azam FC. Watu wazungumze tu kwamba kama Azam haibingwa basi alikuwa bingwa ni bora sana. Tusione aibu kuwasifia wanaoshinda. Yaani isitokee sasa inakuwa kama fimbo ya kuichapia Azam eti kwa sababu ina uwanja wa mpira. Ukimiliki uwanja wako na mwenzako hana uwanja, mwisho wa siku mtacheza mechi tu hata kama hana uwanja. Sio? Ukiwa na uwanja haimaanishi utashinda. Kinachofanya ushinde ni ubora unaokuwa nao. Kwa kama kuna wenzako bora zaidi ya wewe, wanashinda. Kwa hiyo sisi watu watuhukumu kwa kile tunachokifanya. Waachane na hayo mambo mengine yote. Na kama kuna watu wanafanya vizuri zaidi, wawasifie kwamba wanafanya vizuri. Yaani isiwe tu kwamba kwa sababu Azam wana uwanja ndio wanatakiwa ashinde tu, wanaoshinda kama vile hawastahili kushinda. Hiyo itakuwa sio picha sawa. Sisi tunaamini kwamba hatujashinda kwa sababu hatukuwa bora. Kwa hiyo tuache tuongeze ubora wetu. Tunaongeza ubora kila siku na inshallah tutashinda kama ambavyo watu wanatarajia tushinde. Nafasi ya 3 kwa misimu mingi kidogo ambayo hata wewe pia ulikuwepo, na ndio imekuwa nafasi, sio nafasi mbaya, ni nafasi nzuri. Ulishawahi labda kutamani kwamba mfike zaidi ya hapo? Kwani msimu uliopita sisi tumeweza nafasi ngapi? Msimu uliopita mmaliza nafasi ya pili na ya 3 hiyo. Mlimaliza ya pili lakini most mnaishiaga hii ya 3. Ni sio kama tunapanga tuwe wa 3, ni inatokea kwenye msimu, na ndio nasema ni kwa sababu ya ubora wenzetu. Yani unafahamu kuna kitu watu hawakiangalii kwa mapana ya kutosha. Anyway, acha sisi tukiangalie tukifanyia kazi tutakuja kwa majibu ya kutosha baadaye. Kwa sababu tupo kwenye ligi ambayo tunashindana na watu bora sana. Hicho kitu watu wakiangalia sisi tunahangaika kumechi ubora wao. Tuko kwenye kuhangaika. Sio wanaotubeza watatubeza, labda wasioelewa watashinda kuelewa. Lakini ni kwamba tunaoshindana nao ni bora sana. Na hata ukitaka kuona ubora wao, si uangalie wanapotoka hata kwenye mashindano ya kimataifa. Si mbona wanakoa. Maana ni bora hao wenzetu. Kwa sisi tunahangaika kumechi ubora wao. Kitu cha kwanza, ili uweze kushindana vizuri, utambue nguvu ya mpinzani wako. Yaani ukijidanganya tofauti na hapo, hutakuja kuwa bora. Kwanza utambue ubora wa wapinzani wako, na sisi tunatambua wenzetu ni bora sana. Kwa hiyo acha tumechi ubora wao kwanza, alafu ndio tuanze kushindana sawa sawa. Kwa kila siku tunakaza nati fulani hivi, kila siku tunarekebisha maeneo fulani, tutakuja kufika sehemu ambayo tutakuwa tuko sawa sawa kwenye kushindana nao. Lakini kwa sasa wametuzidi mizungu, nasema kwenye karata kuna mizungu ile, sio? Kuna mizungu fulani wametuzidi. Na hicho ndio kila kitu kwenye mpira. Tofauti na watu wanavyotuona sisi kwamba mna kila kitu, hapana. Wenzetu wana kila kitu kwenye mpira. Kwa hiyo na sisi tunaangalia kupata hiyo mizungu, alafu tutakuja kukua sawa sawa nao tu huko mbele. Sawa. Timu 16 zinazoshiriki ligi kuu bara, Azam ikiwemo ndani yake. Utofauti wa Azam na timu zingine ni upi? Kwanza jina. Kila timu ina jina lake, kwa hiyo tofauti ya kwanza iko hapo. Nadhani mission pia. Tumekuwa na mission tofauti. Sijui wenzetu wana mission zao zikoje, lakini ukija kuangalia kwenye hali halisi, ukija kuangalia sasa kwenye kupima kwa mission sisi ambao tunataka ku develop, kunacha young talents kama ambavyo tumetoka kujadili hapa. Ukiangalia wengine hawana sana hiyo kitu.
Asilimia kubwa sana hawana hiyo. Nadhani hiyo pia ni tofauti. Lakini tofauti nyingine kubwa ambayo unaweza kuiona ni namna tunavyopambana kwenye ligi. Unafahamu, against all odds, hakuna timu katika historia ya mpira wa Tanzania ambayo ilikuja ikajitahidi kupambana kuchallenge Yanga na Simba kama Azam FC. Kuna. Kwa sababu wao wenzetu ni wao ndio wanaishi kwenye huu mpira, yani wamekaa muda mrefu sana kwenye mpira huu. Ligi zote ambazo umeziona wao wameshiriki kwenye kuzianzisha na kutengeneza system. Yani kama tuseme huu mfereji wa maji waliuchepusha kutoka mtoni kupitia nyumbani kwao. Kwa hiyo wao wanapata maji kutokea sebuleni tu, wanachota tu, unafahamu Kwa hiyo kupambana nao hawa inataka muda, uwekezaji mkubwa, maarifa mengi na itafikia wakati utaweza, lakini sio rahisi kihivyo. Na ndio maana timu zote ambazo zilikuja zikawahi kuchallenge zikapotea. Mimi nakwambia hii ligi tunaocheza saa hizi, ilianza 1965. Kuna mtu aliwa challenge aliitwa Cosmopolitan, hayupo tena sasa hivi. Hayupo kwenye kuchallenge. Timu ipo, lakini kusema kuchallenge ubingwa sio na nini haipo tena. Kwanza inahangaika madaraja ya chini huko. Ilishashindwa muda mrefu. Na ilichukua ubingwa mara moja. Tu imagine walichukua ubingwa Cosmo 1967, 1967. 1970 wakapotea. Kuanzia 70 hawachezi top flight football mpaka leo. Hawapo. 75 walichukua timu moja kutoka Morogoro inaitwa Mseto, haipo tena sasa hivi. Unafahamu? Wakaja Pan Africa 82, hawapo. Pan wako daraja la ngapi? Nadhani wako championship. Lakini ku maintain status yao ni kwa kununua jina la timu nyingine, wananunua leseni, wanashuka, wananunua leseni, wanarudi daraja la kwanza, hivyo wanahangaika. Walijitahidi sana, lakini walijitahidi Pan wakachukua ubingwa 82, 3-4 sio ngapi wakapotea. Yaani hakukata miaka 5, hawakudumu kwenye kupambana. Walikuja Mtibwa hapa. Mtibwa alichukua ubingwa back to back 99 na 2000, huu ubingwa wa bara. Lakini niambie Mtibwa mara ya mwisho kumaliza nafasi 5 za juu lini? Sasa hivi kashuka daraja, tunazungumzia huko chini huko. Ni ngumu sana. Kwa sisi tunaangalia na kujiona kwamba imagine tumecheza ligi huu msimu wa 16. Katika misimu 16 hii ya ligi tuliocheza ni misimu 3 tu hatujakaa kwenye nafasi 3 za juu. Msimu wa kwanza wa ligi ambao tulimaliza nafasi ya 8. Msimu wa pili wa ligi tulimaliza nafasi ya 5. Na msimu wa 2016-17 tulimaliza nafasi ya 4. Ni msimu hiyo 3 tu ambayo hatujakaa kwenye nafasi za juu ya kwanza na ya pili au ya 3. The rest ni either wa kwanza, wa pili au wa 3. So tuko tofauti sana na wengine. Tunakwenda kidogo, tutakwenda zaidi ya hapo with time. Nadhani sio rahisi hivyo kama ambavyo watu wangeweza kudhania. Unakuja kuona hiyo ukiwa kwenye hiyo hali yenyewe, na ukianza kuogelea maji ndio unaweza kaona. Ukiwa nje tu unashinda kuogelea tu, papa unafika umetokeza pale umeenda. Lakini ukianza kuogelea maji na ukaona jinsi mkondo wa maji unavyovuta hapa katikati, ndio utakuja kugundua kwamba sio rahisi hivyo. Okay. Sawa, nini ambacho kimewafanya Azam kuwa jiwe gumu? Kwa sababu licha tu kushikilia hiyo nafasi ya 3 au kushindana na Simba na Yanga, hizo timu mbili kubwa zenyewe zikiwa zina mechi na nyie, unaona kabisa kuna joto. Unajua Azam, neno lenye Azam maana yake kubwa kuliko. Sijui kama ulikuwa unajua hiyo. Neno Azam maana yake kubwa kuliko. So tunajitahidi kuwa kubwa kuliko. Tunajitahidi sana kuishi kwenda na jina. Tunapambana sana, tunawekeza sana kwenye kikosi chetu. Tunajitahidi kuiandalia timu mazingira mazuri ya kambi, ya safari, ya kila kitu, maisha ya wachezaji na kila kitu. Tunajitahidi sana kuwekeza hiyo kitu, tukiamini kwamba haya mambo mengine yatakiwa sawa sawa. Kinachobakia sasa ni kupambania medali, kupambania silverware. Na tunachokifanya sasa, tumekuwa tukifanya hivyo, tukiboresha matokeo yetu kwenye uwanjani, hata kwenye ligi. Ukiangalia msimamo wa ligi katika misimu 4 iliyopita, ukiwemo huu, hasa kuanzia hii ligi imekuwa na timu 16 kama ilivyo sasa. Unafahamu kwamba ligi yetu ilikwenda mpaka ikawa na timu 20 hivi karibuni. Nadhani kuanzia 2017
msimu wa 17 18 nadhani ilikuwa hivyo. Timu 20 zikashuka mpaka 18 mpaka zifika 16. Sasa timu 16 zilianza msimu wa 21 22 ndio zilianza timu 16. Tangu msimu huo mpaka sasa tumekuwa tukiboresha matokeo yetu uwanjani. Tulimaliza huo msimu wa kwanza wa 21 22 tulimaliza ligi na alama 49. Ligi zilikuwa chache sana kulinganisha na bingwa, kwa sababu bingwa alikuwa yuko juu, alikuwa na point 75 sio na ngapi huko. Imagine sisi tuna 49, bingwa na point 70 na ngapi huko. Unaona tofauti kubwa sana. Tukasema hatuwezi kupiga hatua hasa kwenda kuwa bingwa kama tunatengeneza pengo kubwa namna hii. Na katika hali ya kawaida, ukiacha na miujiza, katika hali ya kawaida huwezi kwenda kuwa bingwa kama tofauti yako na bingwa ni alama zinakaribia 30. Wewe kuanza ubingwa ni kujidanganya. Kwanza punguza ili pengo. So sisi tukasema tutapunguza kwanza ili pengo. Msimu uliofuata ambao ni 22 23 tukamaliza na alama 59. Tuliongeza alama 10 kutoka msimu wa nyuma yake. Tukasema tunakwenda sawa sawa. Msimu uliofuata ambao ni 24 23 24 tulimaliza na alama 69. Ndio msimu uliopita. Alama zingine 10 juu. Kwa hiyo katika misimu mitatu tulikuwa tunaongeza alama 10 10. Huo ulikuwa mwendo mzuri sana. Kwa hata msimu huu malengo yetu yalikuwa tena tuongeze zingine 10. Unafahamu maana yake toke 69 za msimu uliopita tuwe na 79 msimu huu. Bahati mbaya project yetu haijaenda kama tulivyotarajia, kwa sababu tumekuwa tukienda vizuri kwa misimu mitatu nyuma. Ukipata bahati tena ukaenda na msimu wa 4 tena vizuri vile vile, hiyo bahati huwa 1 in a million. Haitokei kila siku, yani kwamba wewe unachotaka kinakuwa tu, kwa sababu ni mchezo. Sio kitu cha sio hadithi ya kufikirika, sio fairy tale unasema. Kwa hiyo kuna wakati kuna mambo hayawezi kwenda sawa sawa. Kwa hiyo kwa msimu huu project yetu, ule mpango wetu wa kuongeza alama 10 zaidi kutoka msimu uliopita tumeshakwama mpaka sasa. But tunachohangaika angalau tubakishe na alama kama za msimu uliopita. Sasa hivi tuna alama 48 na tuna mechi 7 mbele. Hizi mechi 7 zilizobakia kama tutashinda zote tutakuwa na alama, tutapata alama 21. Tukijumlisha na 48 na 48 itakuwa na alama 69 ambazo sawa na za msimu uliopita. Ikitokea hiyo tunasema hatujapiga hatua moja mbele, lakini at least tumbaki pale pale kuliko kurudi nyuma. Wacha tushikilie kwanza hapa. Naomba uniambie, nje wewe ni baba Aziusaid hapo na watoto 4. Ni baba wa aina gani sasa Zaka? Mimi ni baba ambaye kila mke angependa niwe baba mtoto wake. Kuna nini hasa? Kwani mnafikiri mwanamke anapenda nini kwa yani mtoto, yani kwa sio boyfriend, baba wa mtoto wake. Kuna sifa ambazo mwanamke anapenda mtoto yani mimi baba wa mwanangu nataka awe na tabia hii, awe na tabia hii na tabia hii. Mimi napenda kwa hivyo. Sio mkamilifu sana, lakini napenda kumfanya watoto wangu wafurahie kuwa na baba. Wakue wakiona mfano mwema zaidi, kwamba hata wanangu wa kike watamani wapate wanaume kama baba yao, yani mwenye sifa za baba yao. Unasema hivi baba jipime, jiangalie kwamba katika mazingira kama haya mtoto wangu atatamani kuwa na mume kama mimi. Jipime hiyo kitu. Kwa mimi najipima, naona kabisa ili niwe baba bora nyumbani lazima kuna vitu vingi sana nivifuate. Of course na mapungufu, sijakamilika na nayafanyia kazi, na hangaika sana kurekebisha. Lakini katika maeneo ambayo najitahidi kuyafanya ni kuhakikisha kwamba familia yangu inafurahi, sina migogoro nyumbani. Usingekuwa mwandishi wa habari na mpaka kufikia huko uliko sasa, ungetamani labda kufanya kazi gani nyingine? Kwanza ningefanya kazi ambayo naiweza. Ambayo? Sasa kwa sababu habari nilisoma. Kwa maana yake ningesoma kitu kingine. Kwa hiyo ningefanya hicho kingine ambacho sikijui sasa kwa sababu sikukisoma. Unafahamu Lakini najiona kama ningekuwa mwalimu hivi. Wa somo gani? Somo gani hapo ndo tofauti. Lakini napenda kwa sababu mimi, unajua mimi mama yangu mwalimu. Aisha staff lakini alikuwa mwalimu. Baba yangu pia alikuwa mwalimu. Kwa hiyo unaweza kuona mazingira hayo ya kishule hivi fulani.
Kwa hiyo kama nadhani ningeweza kuwa hata mwalimu hivi, lakini nilitamani sana kuwa mcheza mpira, lakini bahati mbaya sana sikuwa na kipaji kikubwa cha mpira. Jambo la kwanza sikuwa na kipaji kikubwa sana cha mpira. Jambo la pili, ndoto zangu za mpira zilikatwa mapema sana. Mimi nikiwa shule ya msingi, niko darasa la 3 kwenye umeshumta. Unajua sasa hivi wanaita umitashumta, lakini ilikuwa umeshumta zamani. Mimi nilikwenda kwenye michezo, niko darasa la 3, nikachaguliwa kwenye timu ya kata. Darasani kwetu tukawa 2. Nilikuwa mdogo sana. Hiyo mechi kule sikucheza hata mechi moja. Ila mwenzangu kidogo alikuwa na umbo kubwa, alicheza. Bahati mbaya sana alifanywa madhambi akaanguka. Ile mechi ilitokea vurugu. Akakanyagwa tumboni. Utumbo ukapasuka. Akapelekwa hospitali, akaenda akafariki. Imagine niko darasa la 3. Huyo mtu ni rafiki yangu sana, yani ni rafiki yangu, ni familia, kwa sababu hiyo story ni Tabora. Mimi wakati nilikuwa nasoma Tabora, niko Tabora. Mama yangu mimi ni mtu wa Morogoro. Anakotoka mama yangu ndo anakotoka familia ya huyo mwenzangu ambaye nilikuwa naye. Kwa hiyo familia zetu zilikuwa nakaa kama familia zinafahamiana. Yani unajua watu wa sehemu moja wakikutana sehemu nyingine mbali wanakuwa ndugu. Kwa mama na familia ya yule walikuwa karibu sana. Sasa huyu mimi nasoma darasa moja. Mimi natumwa kwao nyumbani, tunakutana kila siku wale kama ndugu yangu. Kwa hiyo tuko darasani pamoja, tuko wote nje pamoja. Kwa nini? Sasa ndio mwenzangu kapata hayo matatizo. Ilinivunja moyo sana. Bahati mbaya sana sikwenda siku moja kumuona hospitali. Alafu kuna siku nilipewa salamu kwamba anasema mwambieni Zaka aniletee kambale. Unajua kwa sababu tulikuwa tunaopoa. Unajua watoto tena darasa 3 tuko tunakwenda kuopoa sehemu nini. Sasa kuna siku moja tumeenda kuopoa naye, tumpata kambale wengi. Sasa kumbe ile bado imemkaa kichwani. Akaagiza ile bwana. Katika kukumbuka sasa tulikuwa na baada muda fulani akafariki. Alifariki ile operation aliyofanywa haikufanikiwa, akafariki. Basi ilinivunja moyo sana. Nimekwambia mimi wazazi wangu wako walimu. Mama yangu alikuwa mwalimu wa shule ambayo nasoma na ndio kwa mwalimu wa michezo. Baada ya pale nilikuwa discouraged sana, na yeye mwenyewe mama alinidiscourage, alikuwa ananizuia kucheza mpira. Yaani vitu vingi vilitokea, kwa hiyo mpira tena sikuendelea nao kama kuucheza. Yaani moyo wa kuucheza mpira tena haukuwa. Lakini nikaendelea kuwa nashabikia tu, nashabikia. Mimi nikiwa mdogo mpaka wakati huo nilikuwa ball boy kwenye uwanja wa Arsene Mwinyi, uwanja wa Arsene Mwinyi wa Tabora ambao sasa hivi anacheza Tabora United. Wakati timu yetu ilikuwa Mirambo. Kama ushawahi kusikia hiyo timu. Ndio kwa timu yetu mimi ball boy pale. Kwa hiyo ikabakia nafanya hivyo tu, na sifanyi tena sichezi, lakini niko kwenye mpira. So nimekuwa katika maisha hayo mpaka nimefika. Ndoto ya kucheza haikuwepo, lakini nenda kuishi kwenye mpira. Lakini pia nilikuwa natamani sana kuja kuwa mwanamuziki, japo pia sikuwa na kipaji. Lakini katika kipindi ambacho sisi tunakuwa ndio kipindi ambacho muziki wa kizazi kipya una take over. Unafahamu kwa vijana umri fulani hivi, wale teenagers wale kama siku hizi mnaoita Gen Z, at the time Gen Z wa wakati huo tulikuwa yani mnawashwa, yani unajua tamani kusikiliza nyimbo za wapi, madafari makubwa mnasikiliza, mnaweka manyimbo Not by Nature, sio mnaikina nani, sio kina Does Effects, sio nani, mnakuwa nayo yale. Kwa hiyo yalikuwa ndo maisha hayo. Baadaye wanakuja wa Tanzania wanafanya muziki hiyo, wakina Sale Jabri, sijui kama kumsikia mtu baba Bongo Flava. Unafahamu, wanaambia watu kila siku Bongo Flava asili yake ni hip hop. Watu wanachanganya na sababu Bongo Flava ni muziki wa kuimba. Hapana. Bongo Flava ni rap, ni hip hop. Kwa sababu muziki wa kwanza kuingia wa kigeni, ule wa kizazi kipya ulioingia, ilikuwa ni hip hop. Hakuna alikuwa anaimba hivi kama anaimba, ilikuwa ni hip hop. Watu walikuwa wanafanya, wanachukua zile nyimbo za huko mbele huko, wanazibadilisha kwa Kiswahili. Sio tafsiri, ila flow. Maneno yale yalikuwa ya wimbo wa kule wanakuja kuyaimba kwa Kiswahili, lakini kwa flow ya Kiswahili, kwa stories za Kiswahili. Beat ni ile. Ndio alifanya hiyo kazi Sale Jabri. Ingekuwa muda unaruhusu ningekuchania hapa mistari ya Sale Jabri kidogo. Kwa sababu ilikaa sana. Kwa hiyo ilikuwa ni vile hip hop, ilikuwa ile hip hop, lakini ikaitwa Swahili rap wakati ule. Swahili rap. Ikaenda wakawa wanakuja, ndio wakaja wakina Mr. Tua, wakaingia wakati ule akiitwa Too Proud, kaingia, sio kana alikuwa anaimba Swahili rap. Baadaye kipindi cha kwanza cha muziki huu kilikuwa nafanywa kinatangazwa Radio 1.
mtangazaji Tajiriundi. Kwenye kile kipindi ndo kwa mara ya kwanza wakatumia neno bongo flavor. Kwa sababu sasa wimbo beat ni ile ile ya Ulaya, ya Marekani sijui wapi. Beat ni ile ile, flow ni ile ile, lakini kwa Kiswahili. Na sio tafsiri ya ule wimbo. Ila flow ile, lakini haya maneno anayoweka kwa maneno ya Kiswahili, yani kwa mazingira ya Kiswahili ya Kitanzania. Kwa hiyo inakuwa flavor ya kibongo. Ndo bongo flavor ikaanzia hapo. Kwa hiyo hata kuimba walikuwa bado hawajaanza, wanafanya rap ile ile, lakini ikawa ni bongo flavor ile sasa. Akatoka Tajiriundi, akaja kina Mike Mwagama, kina nani wanafanya kwenye hit kwenye nini. Hivyo imeenda ndo mpaka sasa hivi wakaja na muziki wa kuimba wakaingia baadaye. Sasa baada ya kuingia ndo ukaja mgawanyiko, hao bongo flavor au hip hop. Bongo flavor ni ile waliofanya kina Sara Jabri, kina nani. Na ndio maana hata Sugu katika nyimbo zake nyingi sana amezungumza bongo flavor. Hata kuna wimbo ameutunga unaitwa bongo flavor. Kwa sababu bongo flavor ndio ilikuwa ni flavor ya kibongo kwenye beat za mbele. Uko vizuri kwenye muziki? Nimeishi humo. Mimi nakwambia niko na ndoto, japo nilikuwa sina kipaji. Mimi nikwambie mwaka 99 nilikuwa nasoma Mbeya. Nilikuwa na mshikaji wangu mmoja, tuna kundi letu linaitwa Sisi Wawili. Kundi letu na huyu mwanangu akaitwa Crazy Big T, Tedison Paul, sijui kwa mwanangu. Miaka mingi sana. Tukaenda kushiriki mashindano ya kutafuta, ilikuwa inaitwa Talent Search. Fanyika kule Mbeya. Tukashindwa sisi. Walioshinda ilikuwa anayeshinda anapata nafasi ya kwenda kurekodi. Kuja kurekodi Dar es Salaam wimbo. Wakashinda watu fulani Uswahilini Matola. Ndo akaimba wimbo wao Kosa la Marehemu. Kama ushawahi kusikia wimbo. Uliimbwa sana miaka fulani ya mwanzoni 2000. Kosa la Marehemu. Sasa wale walitushinda sisi kwenye kuania hizo nafasi kwenye kuimba. Kwa hiyo nilikuwa huko kitambo. Kama ningetusua ungekuwa mbali. Niambie, Azam imekubadilishia maisha kwa kiasi gani? Kwa kiasi kikubwa sana. Kama Zaka, nadhani hata interview tunaifanya hapa ni kwa sababu ya Azam. Imenifanya nimejulikana zaidi kuliko nilivyokuwa najulikana kabla. Mimi watu wengi unajua watu wengi wanadhani mimi mgeni. Yaani unajua mimi mgeni kwenye mpira wetu. Yaani wengi wanajua mimi ni kwanza mtu mwenye mkuja Azam juzi mpira unajua nini. Kuna watu hawajui. Kwa mimi nimeshakaa kwenye uandishi muda mrefu sana. Na hata kama sijakaa kwenye uandishi nilikuwa kwenye yani huo mpira wenyewe nimeuishi muda mrefu. Of course kwanza kuutumikia ni tangu mdogo. Mimi nilikuwa ball boy, natumikia mpira. Sikucheza kwa maana ya kucheza, lakini niliutumikia katika kuanzia huko. Lakini nilivyoanza kwenye uandishi nimekaa muda mrefu sana kwenye uandishi. Lakini walikuwa wanijui wengi. Unafahamu wengi ambao kunijua nikiwa Azam. So Azam imenikuza katika mtindo huo. Kwenye kufanya hivyo maana yake imenitambulisha maeneo mengi sana. Kuna watu wengi mimi nimekutana nao kwa sababu ya Azam, wamenifahamu, nimekuwa nao karibu. Hata favor nyingi tunazipata. Mimi nikwambia kwa mara ya kwanza nilionja favor ya kuwa Azam, ya kujulikana hivi. Nilikuwa nafanya chanjo ya homa ya maini. Unatakiwa ufanye chanjo mara 3, yani kuna mara 3 sindano zake zinachoma. Nikafanya mara 2. Alafu ndo nimeingia Azam sasa. Azam FC. Kama muda fulani sindano ya 3 ndiko nichome. Imetukuta tumesafiri. Niko Bukoba. Ndio imekuja ile tarehe ile ndiko nichome sindano. Alafu nimekuja kukumbuka, nimekumbushwa asubuhi. Kwa bwana leo siku yako ya sindano ile. Nikakimbia pale hospitali ya mkoa pale Bukoba. Nikafika pale, foleni yake ndefu. Nimefika pale foleni ndefu kweli. Nimekaa kwenye foleni. Wakati nimekaa kwenye foleni kaja mtu, Zaka vipi? Vipi wewe kuchanja? Njoo hapa bwana. Bwana kanipeleka sehemu, kaa hapa, subiri hapa, nini hapa, lipia hapa, nini. Nikaondoka. Nikasema kama foleni yenyewe ndio hii, ningekuwa nakaa nasubiri hivi hapa leo ningekesha. Unaona? Ilikuwa rahisi tu kwangu. Kwa hiyo imekuwa hivyo na maeneo mengine mengi tu. Unakamatwa barabarani na trafiki. Alafu unajua unatusema sana sisi wewe. Hebu nenda hapa. Instead of kufahamika mafanikio yale ambayo ukitaka unasema singekuwa Azam kuna hiki hapa singefanya mpaka sasa hivi. Cha maisha nazungumzia. Maisha yangu binafsi nadhani yaacha baki kwa binafsi. Sio show off sana. Yapo mengi sana. Yako mengi sana. Alhamdulillah, neema za Mwenyezi Mungu
yamekuwa mengi sana, nimepiga hatua kubwa sana. Yani kama nilikuwa natembea spidi ya labda kilomita 20 kwa saa, baada ya kuingia Azam labda nakimbia kilomita 60 kwa saa sasa. Umeona unaweza kaona ya zimeongezeka, alhamdulillah, shukuru Mungu. Kazi na changamoto nyingi. Ushawahi kupata changamoto kwa kusema hii kazi nataka hadi unatamani hata uache? Kazi yetu changamoto kubwa sana ni kusimama na kuizungumzia klabu au kuizungumzia timu katika kipindi ambacho imeharibu. Unakwenda kwenye mechi ambayo kila mtu anaamini mechi mnashinda, afu mnapasuka. Afu mechi kwa muhimu sana, kama mkishinda mkifanya kitu fulani mnapasuka. Afu kirahisi tu, afu bila kuonyesha upinzani wote uwanjani. Alafu nje watu wanakuja wanataka useme kitu. Alafu sio tu kusema kitu, lakini wana majibu yao tayari. Wanataka justification kutoka kwako. Unafahamu, inakuwa wakati mwingine inakuwa ngumu sana. Wakati mwingine mnapoteza mechi ambayo hamkutakiwa kupoteza, lakini sio kwa sababu ya uzembe wenu, kwa sababu ya makosa ya kibinadamu ya watu wengine. Lakini mtu akitoka nje haelewi hiyo kitu. Anapa nyinyi tulijua tu mtafungwa hii mechi, nyinyi si wale tu. Unafahamu, inauma sana. Kwamba huyu mtu kashaamini hivi. Basi wakati mwingine mechi mtoka kuisha tu wa moto, yani bado una hasira zako pale, mambo yaenda vizuri, maiki zimekuja mbele. Kama binadamu wakati mwingine nakosea najuta nimeingia kwenye malumbano na waandishi. Unafahamu? Baada ya hapo sasa kesho yake inakuwa topic. Unapigwa kwenye vipindi vya michezo, jamaa amenipasua leo. Unasikiliza. Usikilize. Sasa ndio maisha. Kwa sababu kusikiliza vipindi vya michezo mimi nimekuwa nikisikiliza hata kabla sijaingia kwenye, yani ndio maisha, yani ndio vipindi ninavyosikiliza. Mimi nasikiliza vipindi vingi, nasikiliza vipindi vya michezo, vya burudani, vya siasa, vya nini. Nasikiliza vitu vyote tu. Kwa sababu unajua akili, wanasema akili ya binadamu ambayo mtu kaumbwa nayo, Mwenyezi Mungu ameiumba kwenye mwili wa binadamu, aliweka kwenye ubongo wake, ni kubwa kiasi kwamba hakuna binadamu ambaye ameshatumia labda nusu ya akili yake, hakuna. Wengi wanacheza kwenye robo. Unafahamu? Akili ni kubwa zaidi ya tunavyozitumia. Kwa hiyo wewe sikiliza vitu vingi tu, vitaka usije ukasema vitanijazia memory, hakuna. Yani akili zako ni nyingi, haziwezi kujaza wewe, jua tu vitu vingine. Kwa hiyo sikiliza tu vingine. Kwa hiyo mimi nasikiliza vitu vingi ninavyoweza kusikiliza, nasikiliza vingi, nasoma vitu vingi, nafanya hivyo. Moja kati ya maafisa habari ambao mnasikilizwa sana ni wewe, Ahmed Ally pamoja na Ally Kamwe. Mna ukaribu wote nje na mpira, lakini pia kikazi nyewe ni watu wa aina gani? Kwanza alhamdulillah kama nasikilizwa sana, nashukuru, kwa sababu ni kufanya watu wakusikilize sio kitu rahisi, na ni Mwenyezi Mungu sana. Lakini mimi sina matatizo na afisa habari yoyote. Kaka zangu, wadogo zangu, tunakutana, tunaishi pamoja. Lakini hao nao wasema ni watu ambao nimefanya nao kazi kabisa, unajua. Fanya karibu sana, ni wadogo zangu ambao tunaelewana vizuri sana, tunaongea vizuri sana, tuna mahusiano mazuri sana, wananiheshimu kaka yao na waheshimu kama wadogo zangu, na ninajua wana vitu vingi wanavijua mimi sivijui. Na mimi kuna vitu ambavyo navijua wao havijui, tunaelekezana, hiki kilikuwa hivi, tunakosea hapa bwana, hapa sio sawa hivi, iko hivyo. Kwa hiyo tuna hiyo mutual respect kubwa sana, kwa sababu tunajua tumetoka wapi, tunafahamiana. Kabla ya hapa hatujakutana huku kwenye vilabu, tumekutana kabla, na tulikuwa tukiishi maisha hayo kabla, tunafahamiana vizuri sana. Kwa hiyo tuna mahusiano mazuri sana, na hata kusaidiana nje na haya mambo. Tumesaidiana vitu vingi sana. Hata mimi wananisaidia sana. Bwana mdogo wangu, wana hapa leo hapa dagaa kameza mtumbwi. Bwana iko hivi, sawa, maisha yanakwenda, sio? Kawaida. Sawa. Niambie kwa kumalizia, mechi gani ngumu ambayo unaikumbuka? Unasema bana, hii mechi ni ngumu. Ambao nimeishuhudia nikiwa Azam FC au nimeishuhudia kwa kujua tu? No, tunazungumzia kwenye nafasi yako ulionayo. Mechi nyingi sana ngumu. Unajua ugumu wa mechi una mambo mengi. Labda kwa namna unavyohitaji matokeo, au mlivyoshikwa uwanjani. Na kuna mechi zingine unakuwa umekamatwa mpaka leo hii mechi tumepoteza. Lakini mimi nikwambie, kuna mechi tucheza hapa na Coastal Union toka 3-3.
tulishinda 3-2 msimu wa 22-23 3-2. Ilikuwa kuna wakati tuko na kocha Kaliongala tulishinda mechi 8 mfululizo. Nadhani hiyo ilikuwa mechi ya 8 kama sikosei sana, kama sio 8 au ya 7 katika hizo mechi hizo mbili. Ile mechi ilikuwa ngumu sana. Tulikuwa tunahitaji matokeo, wakatufunga goli la kwanza mpaka half time 1-0. Kipindi cha pili pambana ulisha pale, tukarudisha, tukapata la pili, tukajua hii mechi tumeshinda. Wakasawazisha bwana. Mechi imekuwa ngumu hatari. Alafu unajua mechi za Coastal Union na Azam ni ngumu sana. Na ile mechi wachezaji wa Coastal Union wanatoka kama mpira hujaanza, yani wametoka dressing room, unaona wamekuja kuua. Tunawafunga hapa manda basi lao. Sasa basi linauma sana Wai basi linauma sana didi. Unajua nikaelewa kwamba hawa kuna kitu. Unajua kwenye ule msimu tunacheza, kabla ule msimu wa nyuma yake tulikutana nao Coastal Union kwenye nusu finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports, sasa hivi CRDB, tulichezea Arusha. Sasa tulikuwa kwenye press conference, mimi na afisa habari wao wakati ule Tito Jonathan, kabla hajaja Sabri. Tulikuwa tunajadili, tuna promote ule mchezo, tunaongea nini. Nikasema si hatuwezi kufungwa na timu haina iliza bwana. Kwa hiyo nilikuwa natia mbwembo tu zile, na ndio likati basi jipya. Basi tulikuja jipya tu, kwa nilikuwa kama na wasoroa hivi. Sasa bwana ile maneno kumbe aliwauma. Kwa hiyo wamekuja hapa, sasa tunafunga wana basi lao. Jamaa bado wanakumbuka mambo ya wakati ule. Bwana walikaza ile mechi, lakini tuliwafunga 3-2. Ile mechi ilikuwa ngumu sana kiukweli, na ile mechi nilifurahia sana. Lakini kuna mechi nyingine tulicheza na Kagera Sugar kwao kule Kagera. Walitupiga 2-2. Yaani walikuwa wanatongoza 2-2. Tulisawazisha tukatoka 2-2. Lakini imagine walitupiga 2-2. Alafu wanatutafuta. Kama utakumbuka ile mechi ndio wakati kocha wao Mekisime akamuita Anwar Jabiri. Anwar, unataka hela utaki hela? Ilivuma sana ile clip kama unaikumbuka. Na ile clip nilitoa mimi. Ile mito nilipost. Hizo fujo zote zile nilikuwa nimefanya kwa sababu ile clip watu kama vile waliisahau. Mimi nikaitafuta ile mechi nikaipata, nikakata kile kipande nikakipost. Ndio kikaanza kutembea sasa. Na ndio maana ukiangalia kile vipande vingi ambavyo wanaposti Azam TV wanaweka na logo yao ile watermark. Ile haina ile kipande kile. Hakina. Kile kipande nilikiposti mimi. Kwa hiyo ile mechi sasa walikuwa wanatongoza 2-2, alafu akapata nafasi fulani yule Anwari akabaki na kipa. Akafanya masiala kipa kaokoa. Ndio maana Meki akamind. Unataka hela utaki hela? Sasa ile mechi ile tukaja tukalikafa tukasawazisha. Kwa sababu mpaka wakati huo ameshatufunga 2-2, alafu anatupigia mpira mwingi sana. Yaani hakuna chance kwamba tutarudi kwenye mechi. Kwa hiyo baada ya kusawazisha goli 2, ilikuwa furaha sana, ilikuwa furaha mno. Mechi nyingine ni mechi dhidi ya Simba. Unajua Simba, mimi tangu nimeingia Azam FC tulikuwa hatujai kuwafunga. Na by the way Azam ilikuwa haijai kufunga Simba tangu 2017, mara ya mwisho 2017. Kwa hiyo ilikuwa Azam haijai kushinda kwa Simba mpaka mwaka ule ilikuwa 2022 sasa. Ndio tunakushinda ile mechi. Kwa hiyo mechi nilishangilia sana. Kwa sababu tulikuwa tumeshinda kwa mechi ambayo hatujai kushinda kwa muda mrefu sana. Ambazo tulikuwa tushindi sio kwa sababu tunakuwa tupate matokeo tumezidiwa uwanjani, makosa ya kibinadamu mengi sana. Kwa hiyo baada ya kutokea ile mechi nikasema leo alhamdulillah, leo hii ni siku ya kufurahi sana kwa sababu ni kama tumepata uhuru, ni kama tumetoka kumwangusha mkoloni. Kwa hiyo ilikuwa mechi ya muhimu sana. Hizo mechi nazikumbuka sana ya. Sawa. Tukio ambalo unalikumbuka zaidi ukiachana na hizi za mechi kwa maisha yako ya kazi? Matukio mengi sana lakini naweza kuwa baya, naweza kuwa nzuri. na matukio mawili ambayo yaliniharibu sana kiakili. Tukio la kwanza, mimi nilivyoingia tu Azam FC, mechi yangu ya kwanza ilikuwa dhidi ya Simba kwa Mkapa pale, mechi ya ligi. Tulipoteza ile mechi 3-2. Sisi tulianza kufunga goli, Simba wakasawazisha, afu wakafunga la pili na sisi tukasawazisha, ikawa 2-2. Alafu akatufunga goli la 3 kwa cross ambayo mpira ulikuwa umetoka.
Yaani mpira umetoka, mshika bendera yuko hapo hapo na nani anaona, mtu akapiga cross akafunga. Mpira ukaisha, tumpoteza ile mechi. Nilitoka nje ya uwanja sielewi kilichotokea uwanjani. Yaani nilikuwa nimeghadhibika vibaya mno. Kwamba yule mwamuzi yule hakuona, yani kwamba ni mpango nini, yani sielewi, yani nimechanganyikiwa sana. Lakini pia nilikuwa na ghadhabu na wachezaji wangu. Hasa wawili waliosikana ile wachezaji watatu waliosikana ile move. Kwanza ule mpira kweli ulikuwa umetoka kabisa, umetoka nje, kwa mwamuzi atakiwa achukue hatua. Lakini mchezaji wa Simba alikuwa bado anao ule mpira na kibendera hakijaoneshwa, na mchezaji wangu mimi alikuwa yuko pale. Kwa nini hakupambana kujibu kuzuia? Anaanza kulalamika na refa. Yani hicho kitu kiliniuma. Huyu si angetakiwa tu apambane na huyu au autoe yeye, kwa sababu alikuwa amesimama hivi yote. Alikuwa Bruce Kangwa. Iliniuma sana, ilinifikisha sana. Ikapigwa cross. Ile cross kuna beki wangu anaitwa Yakub Mohamed. Alitakiwa ule mpira ucheze yeye kwa sababu alikuwa ndio yuko mbele. Kasimama tu, mpira unakuja, anausubiri mpaka umfikie badala ya kwenda kuattack, kwa sababu najua kwenye kanuni za mpira za kawaida attack the ball. Mimi kocha nafahamu vitu. Attack the ball. Atakiwa ufuate ule mpira yeye akausubiri umfuate. Wakati anausubiri, Medi Kagere katoka nyuma yake kampita. Baada ya kumuona Medi Kagere kampita, ndo anakimbia kwenda kaanguka. Kagere kapiga ule mpira, lakini kapiga mpira dhaifu ambao hata mtu mdogo na udaka bado kipo kampita. Yaani matukio yaliniuma. Hivi tunapozaje hii mechi? Mwamuzi yule mshika kibendera kakosea. Ule mpira kaacha kunyesha kibendera baada ya kuonyesha kama ingekuwa mpira umetoka. Kosa la kwanza. Lakini sisi tulikuwa na nafasi ya kuzuia ile kosa. Kulikuwa na mtu pale beki wetu akitakiwa azuie, hakuzuia. Ile crossi kuna beki mwingine atakiwa icheze, hakuicheza. Ule mpira ukapigwa dhaifu mno, bado ukaingia. Yaani nilikasirika, nilitoka nje na hasira. Sasa niko nje, akaja Ahmed Ally. Wakati huo bado hajaenda Simba. Unafahamu, bado hajaenda Simba. Yuko bado yuko Azam TV. Kanikuta nje niko devastated. Yaani mimi nimekaa sielewi. Timu imeshaondoka kuja Chamazi, wakati mimi Sky nilikuwa nakaa Tabata. Ahmed kanikuta pale, bwana vipi? Bwana mimi hapa nimechanganyikiwa sasa. Akanichukua Ahmed kwenye gari yake. Akanipeleka nyumbani akanifikia mpaka nyumbani kwangu. Akaniacha bwana. Jamaa yuko vizuri mwangu. Nataka kumwambia wife. Kwa sababu unajua nafahamiana sana na Ahmed, mpaka mimi wife wangu namfahamu hivyo Akamwambia bwana, huyu jamaa yuko vizuri huyu. Angalia huyu. Kwa hiyo ile tukio nalikumbuka sana ilivyokuwa, kwa sababu ni mchanganyiko wa matukio mengi sana. Tukio lingine ni finali ya Azam Sports Federation Cup Zanzibar 2024. Ile mechi iliniuma sana. Tumecheza dakika 90 bila, dakika 120 bila, tunakwenda kwenye penalty za kwanza tumefunga. Yaani sasa ndio tumeshashinda hii mechi. Yaani katika hali ya kawaida watu hawezi kurecover kutoka penalty mbili wamepoteza za kwanza. Yanga walipoteza penalty mbili za kwanza, sisi tulifunga. Tumeshinda hii sisi. Naamini kabisa moyoni tumekuja kupoteza ile mechi. Iliniuma sana. Ile mechi iliniuma mno. Yaani ile mechi iliniuma mno. Kwa hizo mechi mbili hizi, hizi mechi ziliniumiza kichwa sana. Siwezi kusahau. Zaka, embu niambie, wengi wanasema wewe ni mtunzaji mzuri wa kumbukumbu. Ni kweli na ni kwa sababu gani? Mtunzaji wa kumbukumbu ni kwamba watu wanaona, yani kwamba kwa sababu mimi napenda sana kuandika. Kwa watu wanaona nakumbusha vitu na jadi kurelate vitu, kikitokea kitu nafananisha na kitu fulani ambacho labda kilitokea wakati fulani, ni hivyo. Kwa watu wanaona hivyo vitu ndio wanasema hivyo, kwa sababu wakati mwingine kuna kitu huwa kinakuwa kimesahaulika kabisa. Kinakuwa kimesahaulika, ukija kukisema kweli bwana. Mimi kuna siku moja wakati tumeenda Zanzibar kwenye kombe la Muungano, unajua imerudi, kuna kombe la Muungano linaitwa warudisha mashindano, wamerudisha kwa nia ya kutaka kurudisha kama ligi ya Muungano. Zamani kuna ligi ya Muungano ilikuwepo. Kwa hiyo wanaangalia kurudisha ile ligi. Kwa hiyo ndio wameanza na hatua hii. Sasa wakati tuko Zanzibar kule, tumeenda, timu zilikuwa mbili. Kutoka bara huko ilikuwa Azam na Simba. Zanzibar ilikuwa sijui Mlandege nimesahau timu za Zanzibar zilizokuwepo. Chipukizi na timu gani nyingine sijui. Sasa siku moja nikaongea na waandishi wa habari na wakumbusha jinsi ligi ya Muungano ile ya kwanza ilivyovunjika, kwa sababu ligi ilivunjika namna ilivyo, msimu wake wa mwisho jinsi ulivyokuwa.
Baada ya kuelezea ile clip ikatembea sana. Watu wengine walikuwa wamesahau kabisa na walikuwepo. Mtu mmoja alinipigia simu, ni mzee Mangungu, mwenyekiti wa Simba. Akanipigia simu akasema, Zaka, unajua umenikumbusha kitu kikubwa sana. Mimi nilikuwa kwenye kamati. Yaani ile kamati ambayo ilikuwa inahitaji mule, na yeye alikuwemo. Anasema mimi nilikuwemo na nilikuwa nimesahau kabisa, yani nimesahau kabisa. Asema umenikumbusha kitu kikubwa sana. Kwa sababu umenikumbusha maisha ambayo tuliyaishi, sisi ndio tulipata ile tabu. Kwa sababu ligi ya Muungano haikuishi vizuri, ilisha kwa ugomvi mkubwa sana na makesi na nini, na ilisha mahakamani, na mpaka leo ile kesi haijawahi kusikilizwa tena. So ilikuwa hivyo, na unaona mtu ambaye alikuwemo na ikasahau, alikuwa amesahau, na unafahamu. Kwa hiyo kuna vitu hivyo ambavyo watu wanakumbusha na watu wanaona. Kwa hiyo watu wakija kuona vile, siku nyingine anakuwa anaamini kwamba hiki atakuwa fulani, labda ni muze fulani anafanya nini. Mimi hata waandishi, watangazaji wa mipira, sijui watu gani, hata viongozi wa mpira wengi wananiuza, bwana hiki kitu kikoje, kina mwendelezo wake. Kwa mfano hapa juzi kuna mechi imeshindwa kufanyika. Ya kuna watu wengi walikuwa wanauliza, bwana hizi mechi hivi mechi ikoje bwana, kama hii matukio kama hicho yatokeaga. Kwa hiyo ikabidi nipite kwenye library yangu nikaangalia, nimeona mengi sana yametokea huko nyuma, yametokea mengi sana. Kwa hiyo na vitu kama hivyo ndo watu wanakuwa wanauliza, na unakuta mtu akishaamini sasa wewe unapata majibu, kwa sababu kuna mwingine kahangaika sana hicho kitu ukijua. Kahangaika mno, kawafuata mpaka watu wanaohusika. Mimi nishe kutana na Charles Hilary. Unajua Charles ni gwiji sana. Anasema wakati kwa BBC waliwahi kumuuliza Ismail Denrage akiwa mwenyekiti wa Simba, kwa nini Simba inaitwa Sunderland? Unajua Simba iko na Sunderland zamani. Kwa nini inaitwa Sunderland? Anasema hakutupa jibu sisi. Sasa anakuja kunipa hiyo story baada ya mimi kumwambia story kwa nini Simba inaitwa Sunderland. Unafahamu eh? Mimi nikampa hiyo sababu. Akasema sisi tulihangaika sana BBC. Tatuuza mpaka tumuuza Chazi, tulimuuza nani? Tulimuuza Denrage, akashindwa kutuambia si kwa nini Simba inaitwa Sunderland. Unafahamu eh? Kwa hiyo kuna vitu vingine unakuta hata watu ambao wako kwenye mazingira yale vimewapita, sio kwamba hawavijui, labda wamevisahau. Unajua vitu vingine kukumbuka nako ni bado mimi akili yangu bado haijavurugwa sana na vijenzi. Kwa hiyo kuna vitu navikumbuka vingi, sijavurugwa sana. Kwa hiyo hivyo vitu kama hivyo vinakuepo. Kwa hiyo watu wanakuwa wanaamini kwamba kumbe hiki kipo hivi. Kumbe hiki kipo hivi. Na kufuatilia, mimi najaribu kufuatilia sana. Najaribu kuongea na watu wengi sana waliokuepo. Unajua kuna hasa hao waliokuepo kwa miaka mingi, kuna vitu anavikumbuka, lakini kuna mtu mwingine anakumbuka kidogo. Sasa kile kidogo anachokumbuka anakupa hint kwamba kumbe hapa nikianzia hapa naweza nikapata picha kubwa zaidi ya kile ninachokitafuta. Kwa hiyo unakwenda maabara na ni maktaba. Mimi nakwenda sana maktaba, unajua. Mimi nakwenda maktaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwenda kutafuta sana magazeti ya zamani wanayo pale, na maandiko mengine ya zamani, hizo thesis. Unajua mtu anasoma apate degree, unabidi kuna kitu afanye, sio? Kuna wale wa PhD wa nini unaandika thesis. Sasa zipo zile nyingi ambao watu wamefanyia kazi vitu vingi sana, wameandika kuhusu vitu vingi vinavyoendelea, mpira, muziki, nini. Yaani unachokitaka ukikitafuta ukipata. Wanasema hivi, kuna msemo wa Kiingereza unasema, when the student is ready the teacher will appear. Yaani mwanafunzi anapokuwa tayari mwalimu atakuja tu. Yaani kitu cha msingi kama mwanafunzi awe tayari kusoma, mwalimu atampata. When the student is ready the teacher will appear. Kwa hiyo ukiwa tayari kutafuta kitu utakipata tu. Mimi kuna wakati pia nilikuwa napenda sana, kwamba nilikuwa napenda muziki, sio? Unajua kabla kuwa kwenye internet haya, hakuna internet hamna nini. Mimi nilikuwa napenda sana nyimbo za Bob Marley. Nilikuwa napenda mno, na nilikuwa natafuta kwa nasikiliza wakati mwingine Kiingereza kigumu, hiyo cha Kijamaika kile sielewi. Hapa kasemaje huyu? Bwana nitapata wapi haya mashairi? Siku moja bwana nilikuwa natoka Mbeya, nilikuwa nasoma Mbeya. Natoka Mbeya na kuja likizo, niko kwenye treni. Nikakutana na mtu ana CD za Bob Marley ambazo zina zile kuna zile kama pamphlet zimeandikwa mashairi ya zile nyimbo. Yaani from nowhere. Jamani, mimi nilikuwa na Walkman. Wakati natumia Walkman. Unajua zile Walkman za muziki zile. Sasa nimeweka hapa na naweka CD na ni zangu. Sasa ile kanda nilivyoweka, ile kanda ilikuwa ni ya Bob Marley pia. Jamaa kaona. Alivyoona zile nyimbo ambazo nilikuwa nazisikiliza, yeye ndo alikuwa nazo, alikuwa na ile CD yake. Yeye alikuwa na CD kabisa. Ana CD yake ndio ina zile nani. Mimi kuja kuona namna hii bwana. Bwana natafuta hizo nyimbo hatari. Nikakopi kwenye treni, mimi niko kwenye treni.
nilikuwa njiani nimekopi mpaka nafika Dar es Salaam, sikulala, treni natembea usiku kucha ile, sikulala, mimi na copy daftari imejaza hivi mashahidi kwa ajili the lyrics niko nataka. When the student is ready the master will appear. Kwa hiyo iko hivyo, hata ninavyohangaika kutafuta hizi maelezo nini kumbukumbu za zamani, wewe unazitafuta sana, zihangaikia sana, lakini nazipata hatimaye. Unafika wakati nilisha kwenda maktaba ya taifa, natafuta gazeti fulani la tarehe fulani, kwa story hiyo naitafuta, halipo pale, hakuna, tafuta. Kuna mtu kaniona tunaongea bwana, akasema nenda maktaba ya nani ya Chama cha Mapinduzi, hii ilipo. Nikenda nikalikuta kweli bwana. Kwa hiyo mtu yani ningekaa nyumbani nisingekutana na yule mtu akaniambia. Unafahamu Kwa hiyo wewe ukiwa unatafuta kitu utakipata tu somewhere, lakini hangaika kukitafuta. Sisi si Waislamu, nasema elimu ifuate hata China. Hata China ifuate, hata kama iko mbali kiasi gani ifuate. Kwa hiyo lazima, yani maana yake uihangaikie. Zaka, nashukuru kwa ufanuzi. Zaka, mimi nikushukuru sana, lakini pia ulikuwa wakati mzuri sana kukaa mbele ya hizi rekodi nzuri sana za Azam ambazo za muda mrefu. Nadhani naona vitu vya muda mrefu sana hapa ni makombe mchanganyiko, makombe ya East Africa, Chipkizi. Hii Chipkizi ni vijana. Okay, under 20 winners. Hongera sana. Mimi nashukuru kwa muda wako. Asante sana, karibu sana. Asante. Mtazamaji, nilikuwa na Zaka na nadhani mimi nimefurahia kama wewe ambavyo umefurahia kututazama hapa kupitia Mwananchi Digital. Nikushukuru wewe kwa kutufuatilia, lakini pia nimshukuru Nyembe pamoja na Hatim na Heka kwa waongozaji wazuri wa interview hii ambayo tumeweza kufahamu mambo mengi sana kuhusiana na Azam, lakini pia kuhusiana na Zaka za kazi. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea hapa Mwananchi Digital.